Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 8 aya ya 26 hadi ya 40, na Injili tunaipata kwa mwinjili Yohane sura ya 6 aya ya 44 hadi ile ya 51. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia Wayahudi, hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Imeandikwa katika manabii, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Si kwamba mtu amemwona Baba, ila yeye atokaye kwa Mungu, huyo ndiye aliyemwona Baba. Amin, amin nawaambia, yeye aniaminie yuna uzima wa milele. Mimi ndimi chakula cha uzima. Baba zenu waliila mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni, kwamba mtu akila wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, tuanze tafakari yetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume na baadaye tutakuja kumalizia katika Injili. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume kinazungumza juu ya bwana mmoja ambaye yeye alikuwa ni mhasibu katika jumba la Malkia wa Ethiopia. Huyu aliyekuwa mhasibu katika jumba hilo la Malkia wa Ethiopia anaondoka Ethiopia, anakwenda Yerusalemu kwenda kuabudu. Kwa nini? Kuna sababu mbili kubwa. Zamani zile za mfalme Sulemani, neno la Mungu linasema Malkia wa Kushi au Malkia wa Sheba alitoka akaenda kuangalia na kufuatilia hekima ya huyu mfalme Sulemani. Alipoenda akakuta vile Sulemani alipokuwa amejipanga vizuri na taratibu nzuri na hekima kubwa aliyokuwa nayo, akazimia roho, akashangaa makuu yale. Wanasema wataalamu wa maandiko matakatifu, malkia huyu alirudi akiwa na ujauzito, akaja akazaa mtoto ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme Sulemani. Ndipo kizazi cha Daudi kikapatikana Ethiopia, na hadi leo kuna Waethiopia wengi ambao ni Waisraeli kupitia mfalme Daudi. Hawa wakawa na tabia ya kwenda mara kwa mara Yerusalemu kwenda kuhiji, kwenda kuabudu katika lile hekalu, na kwa sababu walikuwa wamechoka na habari za miungu mbalimbali ambayo ilikuwa inawatesa, wakaona warudi kwenda kumwabudu Mungu wa kweli. Hasa katika Injili tunamsikia Yesu anazungumza, anapowaambia au Wayahudi, anasema mtu akasema hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba aliyenipeleka, nami nitamfufua siku ya mwisho. Huyu bwana ambaye alikuwa ni mhasibu mkushi towashi, mwenye pesa na mwenye mamlaka katika swala zima la hazina zote za huyu malkia, pesa haikumfanya aweze kuwa na kiburi. Pesa haikumletea furaha ya kweli, bali pesa ile ilimpelekea anunue gari ambalo lilimpelekea kwenda kuabudu Yerusalemu. Safari ndefu sana, na anapita maeneo ya Gaza kwenda huko. Alipokuwa amemaliza kuweza kuabudu, anarudi njiani, akawa anasoma neno la Mwenyezi Mungu akiwa kwenye gari lake. Anatufundisha kitu gani? Mara nyingi watu wanasafiri
kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Na sasa hivi Mwenyezi Mungu ametujalia pia, wakati wa safari unaweza ukapata nafasi katika swala zima la upo katika barabara ambayo ni nzuri na utulivu. Mtu badala ya kutumia muda huo sasa kuweza kukaa na kusoma neno la Mwenyezi Mungu, au asome kitu cha kumfanya akili yake ipate maarifa, muda mwingi tunachati, ni kuangalia vitu vya ajabu tu katika simu zetu. Tunasahau kwamba Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi hiyo. Tunaporudi au tunaposafiri kwenda sehemu nyingine, basi nitumie muda huo nisome neno la Mwenyezi Mungu. Huyu muhasibu mwenye pesa, mwenye mamlaka, pesa za kutosha, alijikita kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Alikuwa na kio na neno la Mwenyezi Mungu, na neno hilo nalo lisoma ni kitabu kile cha nabii Isaya sura ile ya 53 kuanzia aya ya kwanza mpaka 12, ambapo neno hili linasema, aliongoza kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyokimya mbele yake amkataye manyoya, vivyo hivyo yeye naye hakufunua kinywa chake. Na anasema katika kujidhili kwake hukumu yake iliondolewa. Ni nani atakayeeleza kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule towashi alisoma neno la Mwenyezi Mungu, hakuweza kulielewa. Ndipo Roho Mtakatifu akamchukua Filipo, akampeleka aende akamwelekeza lile neno la Mwenyezi Mungu. Na hilo sasa linakuja kuonekana katika Injili ambayo Yesu amezungumza, amesema, na wote watakuwa wamefundishwa na Mungu. Basi kila aliyesikia na kujifunza kwa Baba huja kwangu. Roho Mtakatifu anampeleka Filipo aende akamfunulie maandiko. Sasa hivi, mpendwa mtazamaji, tuna kizazi cha ajabu sana ambacho chenyewe mara nyingi zaidi kikisoma tu maandiko anafika anaanza kutoa tafasiri yake anavyotaka yeye. Huyu towashi alikuwa na pesa, alikuwa ni msomi, ilibidi aongozwe na Filipo. Neno la Mwenyezi Mungu lazima uweze kuongozwa, uweze ukatoa tafasiri unavyotaka wewe mwenyewe, lazima uweze kuongoza, uweze kujua. Na alipoongozwa na Filipo wakafika mahali ambapo kulikuwa kuna maji, towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kitakachoweza kunizuia nisibatizwe? Ndipo akaamuru Filipo akambatiza yule towashi, na alipombatiza tu ndipo huyu Filipo akachukuliwa na Roho Mtakatifu akaondoka, na huyu towashi akarudi Ethiopia akiwa amebatizwa, na Ukristo ukaingia katika nchi ile ya Ethiopia. Mungu atujalie tuweze kuwa watu wa kuongozwa katika kusoma neno la Mwenyezi Mungu. Tuweze kuwa watu wa kusoma neno la Mwenyezi Mungu katika safari zetu, na baadaye pia kiburi cha uzima kitusaidie. Kiburi cha uzima kiondoke ndani mwetu, kiburi cha uzima cha kutokuwa na ule moyo wa kuweza kushuka kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu katika swala zima la mafanikio kiondoke. Tuweze kuwa wanyenyekevu katika mafanikio, tumwabudu Mwenyezi Mungu, tukaungane kama huyu towashi alivyokuwa. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.